بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه، أما بعد. أولا فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وغير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، awali yote baada ya kumshukuru Allahu jalla fi ula, na pia kadhalik kumsalia na kumsalimu bwana Rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ayuha almuslimuna ibadallah, bila shaka leo hii imependa kuelezea na kuzungumza miongoni mwa vitu ambavyo watu wengi sana wanafanya, hasa wale ambao wanaoingia katika misikiti hii alafu unakuta anaswali ana haraka ambayo sio ya kawaida. Unakuta mtu ni mfanya biashara, anafanya biashara sokoni, anafanya biashara ya duka lake, wengine wanauza magenge na mengineyo, biashara za magenge. Lakini sasa Allah subhanahu wa ta'ala anampatia taufiki, anawacha biashara yake ya genge, anawacha biashara yake ya kuuza duka, anatoka sokoni kwake mashallah, alafu anakuja msikitini hapa kuswali. Sasa wakati anakuja kuswali msikitini, sasa unaambiwa anaswali ile hali ana haraka ya ajabu, haraka ambayo sio ya kawaida. Sasa mtu kama huyu unawahi kitu gani? Unawahi kitu gani? Kwamba unadhani ya kwamba eti wale wenzi wako ambao ni waacha swala, ambao hawaswali, ya kwamba wao watauza sana baada ya wewe kutoka katika biashara yako na kufunga duka lako? Hapana. Muislamu usiwe na matata. Muislamu unatakiwa usiwe na ile hali ya kwamba uende bana, mimi wakati huu nimekaa hapa niko na swali, mwenzi wangu kule akawa anauza haraka haraka, anauza sana, watu wanakuja, wateja wananikosa mimi, uende akauza sana. Hapana. Mtambue kwamba mwanadamu yule ambaye ni mfanyabiashara, wallahi wa billahi wa tallah, kila mfanyabiashara, kila ambaye mwenye kuuza genge, tayari Allah subhanahu wa ta'ala ameshamwandikia riziki kwamba leo hii utakuja kupata shingapi mpaka usiku unaingia. Sasa usiwe na haraka, usiwe na haraka. Ni wangapi ambao kwa kuwa tayari wameshaonekana kwamba ni wafanya biashara, tena wanafanya ibada pia kadhalika, wakawa wana wateja wao, maana ya kwamba wakati wanakwenda msikitini, wallahi wa billahi wa tallah, tayari mimi nishapatapo kuangalia na kuona kabisa, na inafahamika sio mimi tu, mpaka watu wengine. Unakuta mtu ni mfanyabiashara na pia kadhalika ni mtu wa imani mashallah, unakuta akishafunga duka lake alafu anaondoka msikitini, kuna baadhi ya wateja wanamsubiri mpaka atoke msikitini, alafu baada ya kutoka akifungua duka tu ndo wanasubiri huduma. Wallahi billahi wa ta'ala, wapo watu wa namna hii. Sasa hizi zote ni kheri za Allah subhanahu wa ta'ala, anamfungulia mtu huyu. Maana ya kwamba kama kuna watu ambao tayari Allah subhanahu wa ta'ala ameshawaandika moja kwa moja kwamba fulani na fulani atakuja kununua kwa fulani kwa fulani, basi riziki yako ni lazima utaipata. Na ndio maana akaja kusema Imamu Hasan al-Basri rahmatullahi alayhi rahmatan nasiha, anakuja kusema lamma alimtu anna rizqi la ya'khudhuhu ghairi itma'inna qalbi, zama pale ambapo nilipojua ya kwamba hakika kama ni riziki yangu tayari imeshaandikwa na Allah, kwa mabana leo hii nitauza kadha na kadha, au Allah subhanahu wa ta'ala tayari kama tayari ameshaniandikia kwamba leo siuzi au leo nitauza. Lamma alimtu anna rizqi la ya'khudhuhu ghairi. Angalia namna ambavyo anavyosema Hasan al-Basri rahmatullahi alayhi rahmatan nasiha, anasema lamma alimtu anna rizqi la ya'khudhuhu ghairi, pale ambapo nilipojua na pale ambapo nilipofahamu na nilipoelewa ya kwamba hakika riziki yangu hatochukua mtu yoyote kama Allah subhanahu wa ta'ala tayari ameshanikadiria, basi itma'inna qalbi, basi pale pale moyo wangu ulikuwa unatulizana na kutulizana, tena utulizo ambao sio wa kawaida. Maana yake kama mwanadamu
pale ambapo atakapokuwa katika biashara zake na mambo yake, akishajua tu kwamba leo hii kama Allah subhanahu wa ta'ala amenikadiria katika kipato changu nitapata hiki au nitakosa, basi ni lazima mwanadamu huyo atulize moyo wake, kwa kuwa maadamu yeye yuko hai, maadamu yeye bado anatoa pumzi na kuingiza, basi unaambiwa riziki yake bado itamganda tu. Sasa basi, kwa wale watu ambao wanaokuja misikitini ile hali wamewacha biashara zao, Allah subhanahu wa ta'ala amewapatia taufiki kutoka katika biashara zao na kuzifunga moja kwa moja, alafu wanakuja misikitini kuswali, wallahi wa billahi wa tallahi, hii ni neema kwa wao, wafahamu cha kwanza. Lakini pia kadhalika waache haraka katika kuswali, watulize boli zao, waache haraka katika kuswali. Unakuta mtu anaswali Allahu akbar, lakini unakuta anakuwa hana haraka kweli kweli. Sasa basi, kuna kauli ambayo nakupatieni kauli hii, na hii kauli hii tayari ameshazungumza mwenye kusema. Anasema kullu ma turidu lahaqa wa kullu ma takhsha fawata fahuwa biyadi man waqafta amama. Anakuja kusema huyu mwenye kusema kullu ma turidu lahaqa, mwanadamu kila ambacho unachokitaka kwamba ukipate, wa kullu ma takhsha fawata, na kila ambacho unachokichelea na kukiokopa ya kwamba kisikupate na kisiondoke, basi fahuwa biyadi man waqafta amama, yote haya yako kwa ule ambaye uliosimama mbele yake. Anakusudia kwamba kullu ma turidu lahaqa, mwanadamu kile ambacho unachokitaka wewe ukipate, upate mali, upate maisha, upate kadha, upate fedha na mengineyo, upate siha, upate afya, Allah subhanahu wa ta'ala akuepusha kutokamana na mitihani katika mali zako, usifilisike. Sasa kila ambacho unachokitaka wewe katika maisha yako unatamani ukipate, na kila ambacho unachokichelea kwamba katika maisha yako kisitokee, na pia kadhalika kisikuvae, usifilisike na mengineyo, basi fahuwa biyadi man waqafta amama, basi yote haya yako kwa ule ambaye uliosimama mbele yake. Maana yake kwamba ni Allah subhanahu wa ta'ala, wewe umefunga duka lako. Baada ya kufunga duka lako unakuja msikitini, basi kwa kuwa uko msikitini na unafanya ibada, unamwabudu Allahu jalla wa ala, na ile hali Allahu tabaraka wa taala ndiye ambaye mwenye kukujalia wewe upate fedha, ndiye ambaye mwenye kujalia kwamba hiyo fedha yako baada ya kupata usifilisike, basi yote hayo hakuna ambaye mwenye kupaswa kuombwa yote hayo isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa basi, kwa nini usiwe na utulivu katika swala yako? Ndugu yangu Muislamu, acha kuwa na haraka na papara katika swala yako. Ndugu yangu Muislamu, acha kuwa na haraka na papara katika swala yako, kwa sababu kila kitu ambacho unachokitaka wewe na pia kadhalika na kile kitu ambacho unachokichelea wewe, manake ya kwamba hukitaki katika maisha yako kikukute na kikupate, na ukitaki kabisa kitokee katika maisha yako, basi yote hayo ni lazima umuombe Allah subhanahu wa ta'ala akupatie maisha, akuepushe na mambo ambayo ni mitihani katika afya yako, katika mali zako. Yote hayo hakuna ambaye mwenye sifa ya kumpatia mja, hakuna yote ambaye mwenye sifa ya kumwepushia mja isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa basi, kwa nini unakuwa una haraka pale ambapo utakapokuja msikitini? Ndugu yangu, kwa nini unakuwa una haraka pale ambapo utakapokuja msikitini? Unafanya ibada haraka kana kwamba unawaza kitu gani? Mambo kama haya